Wapendwa wanafamilia ya Mungu, sisi wanaparokia ya Mtakatifu Yohani tunaanza mwezi huu wa pili kwa neema na baraka kubwa ya Mungu. Tumshangilie. Nasema ni neema na baraka hiyo kubwa kwa sababu ametufanya tukutane hapa, na sio tu kutano la kawaida, ni kutano lile liloahidiwa na mitume na kuwa siku moja ya wiki tukutane tuumege mkate pamoja. Aidha, kutano hili limekuwa la kawaida labda kwa sababu kila Jumapili tunakutana. Kwa namna ya pekee sisi leo tukiwa na matukio yetu hayo ambayo yameanza kung'arisha siku yetu ya leo, kuipa neema, kuipa baraka kwa uzinduzi na kuzibariki ofisi zetu pamoja na madarasa ya katekesi. Hili si tukio dogo kwa sababu kwa parokia hii hapo inaenda kuandikwa historia ya kwanza tangu imekuwa parokia kupata ofisi zake na madarasa yake rasmi ya kuwachukua watoto na watu wote wa marika mbalimbali kuwafundisha juu ya neno la Mungu. Lakini kama hiyo haitoshi, siku hii ya leo imebeba ujumbe mkubwa wa neno la Mungu ambao tumesikia kutoka katika somo la kwanza, kitabu cha Nabii Sefania, somo la pili, wimbo wa katikati, lakini pia hata injili ya leo, ikituingiza katika barabara nyembamba ambayo ni msingi wa maisha ya mwanadamu. Nabii Sefania anaanza somo lake la leo kwa kusema, mtafuteni Mungu ninyi wanyenyekevu wa dunia. Na huu ndio msisitizo wake, mtafuteni Mungu ninyi wanyenyekevu wa dunia, kwa sababu hekima ya Mungu imetulia kwa hao ambao wanaweza kumtafuta. Aidha, tumesikia pia katika wimbo wa katikati ambao kitikio kilikuwa kinaongelea heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Na hata injili pia imeanza zile heri 8 ambayo Mathayo anatuwekea rasmi, na heri ya kwanza ni hiyo, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Yesu anaziongea heri hizi akiwa milimani, tumeambiwa. Na kwa kweli sura hii ya 5, ya 6 na ya 7 ya mwinjili Mathayo inaitwa hotuba ya mlimani. Ni sehemu ambayo Yesu baada ya kuona kuwa ipo haja na umuhimu mkubwa wa kutoa mafundisho mazito na ya pekee kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu, aliwatoa katika sehemu tambarare akawapeleka milimani, na huko milimani akaanza kunena mambo haya. Kwa nini milimani? Kwa Wayahudi waliitambua na walielewa wazi kuwa milimani au kwenye mlima ni sehemu ambayo pia ipo jirani zaidi na Mungu, kwa sababu teolojia yao na ufahamu wao wa nyakati zile, Mungu alikuwa anaishi juu. Na hata leo kiwauliza watoto wetu, kiachilia mbali wale wachache ambao wamesoma jiografia na wamesoma elimu fulani juu ya neno la Mungu, ndio kuuliza Mungu yuko wapi, watakwambia yuko mahali pote. Kusoma jiografia, juu wapi, watakwambia hivi kuwa sasa hatuna juu, kwa sababu tupo katika dunia inayozunguka na yenyewe iko duara. Lakini leo ukiwauliza watoto juu ni wapi, watakwambia yuko huko. Na kwa elimu yao
walioipata katika hali yao ya utoto. Ukiwauliza Mungu anakaa wapi, atakwambia Mungu anakaa juu. Ni mtazamo wa Kiyahudi nyakati zile, enzi hizo. Na katika hali hiyo hiyo, katika dhana hiyo hiyo, Kristo anaamua kutoa mafundisho yake juu ya mlima ili asipotoshe, asiondoe ukweli wa Wayahudi ambao wanafahamu kuwa Mungu yuko juu. Na kwa sababu anawatoa sehemu tambarare, anawapandisha juu, mafundisho haya yanatolewa jirani na Mungu, karibu na Mungu. Na mafundisho hayo anayatoa kwa hekima kubwa, na ni mafundisho ambayo yanafananishwa na katika Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati sura ya 6, tunayosema kuwa Shema Israeli, yani sikiliza Israeli, Bwana Mungu wako ndiye mmoja, nawe umpende kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Agano la Kale, Wayahudi waliambiwa washike hii ili waweze kwenda kumuona Mungu wao. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Lakini sasa katika Agano Jipya, kile ambacho Wayahudi waliambiwa wakishike, sisi tunaambiwa tushike mafundisho ya mlimani. Mafundisho ya mlimani ambayo sehemu yake ya kwanza leo tumeyasikia, ya hizi heri 8 ambazo tumezisikia, yanalenga kutupatia sisi njia au barabara au kibali cha kufika mbinguni. Hivyo ni sahihi mtu akisema kuwa hizi heri 8 au mafundisho ya mlimani ni pasipoti ya kusafiria kutoka katika ulimwengu wa sasa kuelekea katika ulimwengu ujao. Na kama ni pasipoti, tunaelewa wale wachache kuwa huwezi kuruhusiwa kutoka nchi moja kwenda nyingine kama huna pasipoti. Pasipoti ni ya msingi, au inaitwa kwa lugha nyingine nzuri tunayoielewa wengi, hati ya kusafiria. Utakuwa na tiketi sawa, lakini pia tiketi yako, pesa zako hazikuwezi kukupa wewe kibali cha kusafiri kutoka sehemu moja au kutoka nchi moja kwenda nyingine. Labda kama utasafiri ndani ya nchi yako, hutahitaji passport. Mfano, sisi wengi tunasafiri, tunahitaji tiketi ya kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, hapa ndani ya nchi. Lakini tunapotaka kwenda nje ya nchi, lazima tuwe na passport. Na passport ni msingi. Baada ya kuwa na passport, sasa utaulizwa, na tiketi yako iko wapi? Utaionyesha. Ukionyesha tiketi, unaruhusiwa kusafiri bila kubugudhiwa na mtu yeyote. Kwa sababu hiyo, heri 8 ni pasipoti yetu ambayo inatusafirisha kutoka katika ulimwengu huu na kutupeleka katika ulimwengu ujao. Na kama ni pasipoti, ni ya msingi kwanza kuitunza, kuielewa, kuiishi na kusafiri nayo siku zote za maisha yetu. Kwa sababu tuwapo hapa duniani, tunaandaa safari yetu ya kwenda mbinguni. Sasa lazima uwe na passport, lazima uwe na tiketi ili uweze kusafiri kutoka hapa kwenda katika ulimwengu ujao. Inawezekana labda yakawa ni maneno magumu na yasiyoeleweka, lakini kifupi ni kwamba heri hizi tulizozisikia na mafundisho ya mlimani ndio mafundisho ya msingi ambayo yameletwa kwetu ili sisi tuyapokee, tuyaishi na tuweze kwenda mbinguni. Na ningeweza kusema tumezaliwa au tumeumbwa na Mungu na kuwekwa duniani ili tuweze kuikamilisha mpango huu wa hotuba ya mlimani ya heri hizi 8 ili tufike mbinguni. Anayekamilisha mpango huu anakwenda kumuona Mungu, mlango wake umefunguliwa. Ambaye akamilisha mpango huu, basi kutakuwa na mahangaiko. Kama ndivyo,
tukilielewa na kulithamini fundisho hilo la msingi, basi tuhakikishe kuwa tuwe wanyenyekevu. Unyenyekevu ambao Nabii Stefania ametuambia, enyi wanyenyekevu mtafuteni Mungu. Tena anasema wanyenyekevu wa dunia hii. Unyenyekevu sio ujinga. Unyenyekevu sio uzembe. Unyenyekevu sio kuwa chini. Uwe nacho uwe huna, muombe Mwenyezi Mungu neema ya unyenyekevu. Uwe tajiri uwe masikini, muombe Mwenyezi Mungu neema ya unyenyekevu. Uwe kiongozi, yani mtawala au mtawaliwa, muombe Mwenyezi Mungu neema ya unyenyekevu, kwa sababu unyenyekevu ni moja ya barabara au ni sehemu ya hiyo pasipoti inayotuvusha kutoka sasa kwenda ulimwengu ujao. Ndio maana wimbo wa katikati na Injili na wenyewe umesema hivyo, heri masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Huyo masikini wa roho anayetajwa ni huyu ambaye ni mnyenyekevu. Kwa hiyo kama ndivyo, ni lazima tuwe wanyenyekevu. Ni lazima tuwe wanyenyekevu kuanzia katika ngazi ya familia zetu. Tukubali kuwa sisi ni wanadamu tunaokosea. Umekosea katika familia, baba, kubali, nyenyekea, kiri, omba msamaha, naomba nisamehewe. Ni hekima ya kutosha na ni kuishi Injili ambayo inatupambanua na kwenda mbele. Wakati mwingine tumekuwa wakaidi kwa sababu tu ya nafasi zetu, au katika familia au katika uongozi mbalimbali ambao tunao. Hatutaki kunyenyekea, hatutaki kukubali kuwa tumekosea. Tunaendelea kubaki na msimamo migumu ambayo haitupi tija na kufanya tuweze kuendelea. Tukubali kuwa sisi tunakosea. Mimi nakosea, na kama nakosea, ninapokosea lazima kuomba msamaha. Sasa kama huo unyenyekevu haupo, ndio kuomba sasa tuombe neema ya unyenyekevu katika maisha yetu. Na leo tunaposikiliza heri hizi, tuombe neema ya unyenyekevu katika familia zetu, katika kanisa letu, katika nchi yetu na katika ulimwengu wetu, kwa sababu unyenyekevu utatupatia hekima. Lakini zaidi ya hapo, hiyo hekima itatufanya twende tukamuone yule aliyetuumba kwa sura na mfano wake. Waliofuatilia liturujia ya jana, katika somo la kwanza lililotoka katika kitabu cha Samueli, tulimkuta nabii Nathani akifichua uovu wa Daudi. Daudi ambaye ni mfalme, ana vitu vingi, ana mali nyingi na wake wa kutosha, lakini alikengeuka, alianguka, akarudi nyuma, akaenda kufanya zinaa na mke wa askari wake. Kitendo hiko kilimuudhi Mungu kwa nafasi na uwezo ambao Mungu alimpa Daudi, na kwa sababu hiyo aliamua kufutilia mbali kile kizazi ambacho kinatokana na yule mama ambaye ameingiliwa na Daudi. Nathani anakuja na fumbo mbele ya Daudi. Daudi anatoa majibu ya adhabu kubwa isiyobebeka kwa yule mtu ambaye Nathani anamsimulia. Mwishowe Nathani anatoa fundisho hilo kuwa mtu huyo ni wewe. Una wake wengi, una mali nyingi, una kila kitu, hupungukiwi chochote, lakini bado umeenda kuchukua mke wa askari wako ambaye ana mke mmoja na umefanya naye zinaa, na hii zinaa ni mbaya na imemuuzi. Daudi pamoja na ufalme wake na utajiri wake na nguvu zake na majeshi yake, anakiri, ananyenyekea, anarudi nyuma, anaomba msamaha. Ndio anaimba ile Zaburi ya 51. Unihurumie Mungu kwa sababu ya upendo wako mkuu. Ufutilie mbali dhambi yangu,
unitakase na uovu wangu wote. Mimi ni mkosefu tangu kuzaliwa kwangu, mwenye dhambi tangu tumboni mwa mama yangu. Ni unyenyekevu mkubwa, ni hekima ya pekee ambayo sisi tunapaswa kuiga katika ngazi zote, tunapokuwa au tunawaongoza wenzetu au tunaongozwa, au katika familia. Wewe uwe kiongozi wa familia au unayeongozwa ndani ya familia, tuombe neema ya unyenyekevu. Unyenyekevu utatupatia heri, na heri zitatufikisha mbinguni, kwa sababu ndio daraja la pekee linalotuvusha hapa kwenda kumuona Mungu anayetupenda na aliyetuumba. Kwa sababu hiyo basi, ninyi mnaopokea sakramenti ya kipaimara, jibidisheni sana kutambua na kupokea hizi heri zinazofundishwa. Labda katika maisha ya kawaida mtu anaweza akashindwa, lakini jitahidini wakati wote kuwa wanyenyekevu. Nyenyekeeni katika mkono wake Mungu. Nyenyekeeni kwa wakubwa wenu. Nyenyekeeni hata kwa wadogo zenu. Nyenyekeeni katika kazi au masomo yenu, ili mpate kuinuliwa. Kila anayenyenyekea anainuliwa, kila anayejikweza anashushwa. Ndio maana tumesikia hapo kuwa ajikwezae anashushwa, na atashushwa tu. Kwa hiyo swala la umaskini wa roho sio kutokuwa na mali, kupuuza mali, yani mali hazina maana. Tumia mali yako, tumia utajiri wako, lakini kwa unyenyekevu, kwa kumtambua Mungu na kumuonyesha kuwa Mungu ana nafasi. Wanenyi wapendwa, baada ya mafundisho yote mlioyapokea, fundisho ambalo linakamilisha hayo ambayo mmeyapokea na ambayo mnapaswa kuyaishi maisha yenu yote, ni kuwa wanyenyekevu. Jitahidini kwa njia ya kusoma neno la Mungu. Kuweni wanyenyekevu kwa kusoma neno la Mungu, na sio tu kulisoma. Mlisome, mlitafakari, mliishi na wafundisheni wengine. Nasisitiza juu ya habari ya kuwafundisha wengine, kwa sababu ninyi si watoto tena katika imani. Ninyi mmekomaa katika imani, ndio maana mnainuliwa na mnapewa hadhi hii kubwa. Hampewi kipaimara cha uvivu, ila kipaimara cha kutenda yaliyo mema, kipaimara cha kuwaongoza wengine katika imani, wamtambue Mungu, wampende, wamtumikie, na baadaye wafike kwake. Kama ndivyo, wajibu mlionao mbele yenu ni mkubwa, na sio tu leo kupokea sakramenti na kula na kunywa basi. Lakini mnapaswa ninyi pamoja na wasimamizi wenu kuwa kioo katika watu wote. Na ni kioo katika watu wote, sio kioo katika Wakatoliki au kioo katika Wakristo, ila kioo katika watu wote. Ishini maadili mema, onyesheni mfano kuwa ninyi mmeimarika katika imani, mnaipenda imani yenu, mnaishi imani yenu, na hiyo imani iwasaidie kupata hizi heri, na hizo heri ziwaingize katika uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.